Karibu sana katika kesha la asubuhi, ikiwa ni Julai 10 mwaka 2026. Somo linasema kwa nini kusubiri? Katika maisha, jambo la kusubiri inaweza likaonekana kuwa ni gumu, na pengine subira inaweza ikawa ni moja kati ya mambo ambayo mwanadamu anaweza asiatilie maanani. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 13 na mstari wa 30, neno la Bwana linasema, na tupande mara moja tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Imani ya Kalebu kwa Mungu ndiyo iliyompa ujasiri na ndiyo iliyomwezesha kusimama kwa ujasiri na uthabiti katika utetezi wa haki. Kutoka katika chanzo kile kitukufu, Jenerali mkuu wa majeshi ya mbinguni, kila askari wa kweli wa msalaba wa Kristo inabidi apokee nguvu na ujasiri wa kushinda vikwazo ambavyo mara nyingi huonekana kuwa haviwezi kushindwa. Wale ambao wangependa kutenda wajibu wao ni lazima daima wawe tayari kusema maneno ambayo Mungu anawapa, na wala si maneno ya shaka, ya kukatisha tamaa na ya kukosa matumaini. Wakati ambapo wale wenye shaka wanazungumza juu ya mambo ya kutokuwezekana, wakati tunapotetemeka juu ya wazo la kuta ndefu na majitu yenye nguvu, hebu akina Kalebu waaminifu ambao wana roho nyingine wajitokeze mbele. Ukweli ule wa Mungu unaoleta wokovu utasonga mbele kwenda kwa watu ikiwa wachungaji na waumini bayana hawataikinga njia yake kama walivyofanya wapelelezi wale wasio waaminifu. Mawakala wanadamu wanapaswa kutumiwa katika kazi hii. Bidii na nguvu inabidi zizidishwe. Vipaji ambavyo vinashika kutu kutokana na kutokufanya kazi ni lazima vishinikizwe katika huduma. Sauti ambayo ingesema, subiri, usiruhusu mzigo kuwekwa juu yako, ni sauti ya wapelelezi wale waoga. Tunawataka akina Kalebu sasa ambao watasonga mbele kwenda katika mstari wa mbele kabisa, watawala katika Israeli ambao kwa maneno ya ujasiri watatoa ripoti yenye nguvu kuunga mkono hatua ya papo hapo. Wakati watu wenye ubinafsi wanaopenda starehe, waliokumbwa na hofu, wakiogopa majitu marefu na kuta zisizoweza kufikiwa, wanapopiga kelele za kutaka kurudi nyuma, hebu sauti za akina Kalebu zisikike. Hata kama wale waoga watasimama wakiwa na mawe mikononi mwao, tayari kuwapiga kwa sababu ya ushuhuda wao wa kweli, wale wasioamini wanapolidharau neno la Mungu, ndipo akina Kalebu waaminifu wanapoitwa. Ni wakati huo ndipo watakaposimama imara katika nafasi yao na wajibu, pasipo majivuno na bila kuyumba kwa sababu ya kulaumiwa. Wapelelezi wale wasioamini walisimama tayari kumwangamiza Kalebu. Aliona mawe mikononi mwao, na kiukweli walikuwa wamedhamiria kabisa kuweza kumwangamiza. Na alipoyaona mawe mikononi mwa wale ambao walikuwa wameleta ripoti ya uongo, Kalebu aliendelea kusimama imara na kutokuificha kweli iliyofunuliwa na Bwana. Na wala hili halikumwogofya. Alikuwa na ujumbe na alipaswa kuutoa. Roho hiyo hiyo itadhihirishwa leo na wale ambao ni wa kweli kwa Mungu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, mfalme wa amani, tunakushukuru kwa maana daima hujaacha kutufunulia kweli za neno lako. Asante kwa ajili ya alfajiri na asubuhi hii maridhawa ambayo umetujalia. Baba, tafadhali umba upya mioyo yetu. Tunauhitaji uaminifu na uwezo na nguvu ya kusimama imara katika imani,
ili hata katika nyakati ngumu Baba, bado tuendelee kusimama na kuisema kweli yako jinsi ilivyo. Tunatamani kuwa na roho zaidi ya ile aliyokuwa nayo Kalebu pamoja na Yoshua, ya kutokuona changamoto na magumu yetu, bali kukuona wewe jinsi ulivyo mkubwa na unavyotosha kwa ajili ya kuweza kutuokoa kutoka kwenye changamoto. Neema yako ikatujalie ujasiri tunapoenda kuianza tena siku ya leo katika masaa haya ya nuru. Kisiwepo kikwazo ambacho kitasimama mbele yetu, bali utukufu wako katuongoze na kuzidi, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.